Umeanza vizuri, kanyaga twende. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi na wageni waalikwa, tumekusanyika hapa leo kutokana na uamuzi wa busara, maono na maelekezo na maagizo ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mradi wa kuendeleza elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani Higher Education for Economic Transformation, kwa kifupi HEET. Rais alifanya uamuzi uliotufanya tukuwepo hapa leo. Mradi huu unatekelezwa kwa mkopo wa Benki ya Dunia ambao wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu unaujua zaidi kuliko sisi, kwa sababu umetayarishwa na kuanza kutekelezwa wewe ukiwa waziri wa fedha. Pia unafahamu kwa Mheshimiwa Rais aliagiza kwamba pamoja na kufanya mambo mengine muhimu vyuoni, vyuo vikuu vinavyonufaika na fedha za mradi huu vitumie sehemu ya fedha hiyo kujenga kampasi au matawi mapya katika mikoa ambayo haina vyuo vikuu vya serikali. Haya ni maagizo ya Rais Samia oye! Sisi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulielekezwa tuanzishe kampasi katika mkoa wa Kagera na mkoa wa Lindi. Pia tumalizie ujenzi wa taasisi ya sayansi ya bahari Institute of Marine Sciences IMS iliyoko Buyu, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Ndio maana leo tuko hapa. Ndugu zangu, narudia tena, hatuna budi kumshukuru Rais Samia kwa moyo wake wa upendo kwa sisi wana Lindi na kwa Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliweka jiwe la msingi la ujenzi katika taasisi ya sayansi ya bahari kule Unguja. Tarehe 15 Disemba, Jumatatu iliyopita, kule Bukoba, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya mkoa wa Kagera. Leo tarehe 20 Disemba tuko nawe hapa na umeshaweka jiwe la msingi la kampasi ya mkoa wa Lindi. Lindi oye! Katika kampasi ya Bukoba, programu za msingi zitakuwa ni biashara na teknolojia ya habari na mawasiliano. Bila shaka hapa tutazaa mabingwa wa artificial intelligence. Katika kampasi hii utaendeshwa programu za mafunzo na utafiti kuhusu kilimo na mawanda yake. Pia kunaweza kuanzishwa programu nyingine kutegemea mahitaji ya taifa. Hizo ndio, kilimo ndio ya msingi, lakini kadri taifa litakavyohitaji panaweza kuanzishwa programu nyingine yoyote kulingana na mahitaji ya taifa. Kama nilivyoeleza kule Bukoba, ni matumaini kwa siku moja kampasi hii nayo itakuwa chuo kikuu kinachojitegemea. Na ndio maana walipotupatia eka 100 tu, nikaja hapa nikamwambia nyie, sikilizeni nyie, hata sekondari na eka 70, nyie chuo kikuu mnaipa eka 100? Basi wakahangaika
kaingia hapa, katokea pale, wakaibuka na eka 200 zaidi. Nilipokuja hapa nikasema naam, sasa shemeji zangu na wakwe zangu, hapo mmesema mmefanya jambo la maana. Maana mimi mdau huku Lindi huku, mke wangu kwao huku. Bahati mbaya leo hakuweza kuja hapa, alikuwa na safari huku, lakini alipokuwa narudi kumekuwepo na matatizo ya usafiri wa anga, akashindwa kuwahi fika jana, pengine atakuwa leo ndo atafika Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwetu sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kazi iliyofanya leo ya kuweka jiwe la msingi la kampasi ya kilimo ya chuo chetu hapa Lindi ni uthibitisho wa utekelezaji wa maagizo ya Rais kuhusu mradi wa HEET, kwamba mradi wa HEET unakwenda vizuri kwa upande wa University of Dar es Salaam. Tuna hakika kampasi ya Lindi itakuwepo, kampasi ya Kagera itakuwepo, na ujenzi pale Buyu utakamilika kama alivyotuagiza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba umhakikishie Mheshimiwa Rais kwamba ni matumaini yetu kwa mwaka ujao wa masomo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam utakaoanza Oktoba 2029, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Lindi kitapokea wanafunzi wa kwanza. Huu ni mwezi wa 12, miezi 10 ijayo, hapa patakuwa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kama ambavyo itakuwa hivyo kwa Kagera na itakuwa hivyo kwa ile sehemu iliyoongezeka kwa taasisi ya elimu ya sayansi ya bahari pale Zanzibar. Vile vile mwarifu Mheshimiwa Rais kuwa sasa tunachoshughulikia sasa ni namna ya kuendelea kudahiri wanafunzi wapya miaka itakayofuatia. Mradi wa HEET ambao tunaushughulikia ni kama kianzio, lakini kunahitajika uwekezaji maradufu ya huu ili tuendelee kuchukua wanafunzi kwa miaka inayofuatia. Ndio maana tunashawishika kuomba kuwepo awamu ya pili ya HEET, na tunaomba serikali iendelee kuzungumza na Benki ya Dunia kuhusu jambo hilo. Wewe ni mzoefu, ulizungumza na Benki ya Dunia katika awamu hii tunayotekeleza sasa, naamini na sasa kwa sababu umeongezewa na uzito, ukizungumza na Benki ya Dunia wanasikiza tu. Wakati alikuwa anasema waziri wa fedha, sasa anasema waziri mkuu, sio mchezo. Mimi naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukimwita msimamizi mkazi wa Benki ya Dunia ukimwambia haya ndio maombi yetu, akiyapeleka kule Washington, wanayachukua kwa uzito mkubwa sana. Lakini kama haitakuwepo awamu nyingine ya mradi, basi tunaomba serikali iangalie uwezekano wa kuwekeza yenyewe kwa kutumia vyanzo vyake ili chuo chetu kiendelee kudahiri wanafunzi, kuchukua wanafunzi kama vile. Ile master plan uliyoona pale ni ya miaka 20 ijayo. Alikuwa anatupitisha pale Benedetta Mchapwaya kuonyesha mipango. Wakubwa hawa ndio maana nimesema jua jamaa wana akili sana. Wanaangalia mpaka miaka 20 ijayo na wameshachora. Hiyo ili tuweze kuyatekeleza hayo, inabidi sasa wewe na wenzako katika serikali muone namna ya kutusaidia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kutumia nafasi hii pia kutoa shukrani kwa viongozi wa mkoa wa Lindi na viongozi wa wilaya ya Lindi na Ruangwa kwa ushirikiano wao na msaada wao. Wametuwezesha kupata ardhi ya kujenga makao makuu ya campus hapa Ngongo
na kituo cha utafiti kule Ruangwa. Pia tumepata ardhi ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wetu. Lakini nitakuwa mwezi wa fadhila kama nisipotambua na kutoa shukrani maalum kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa Ruangwa mstaafu. Nilipokuwa nakwama kwa viongozi hawa, nilikuwa nakwenda kwake na kumsimulia, bwana kule ndugu zangu wale naona kama vile spidi yao ndogo, naomba uingie kati. Akaweka msukumo wake na ulisaidia sana. Nilipokuja safari hiyo nikaja hapa nikakagua, nimeongezewa 200, nikaenda kule Ruangwa nikawa nimepewa 400 eka. Kasema sasa mambo yamekaa poa. Kwa hiyo naye tunatoa shukrani zake maalum kwake, tunamshukuru sana kwa sababu msukumo wake ndio uliotufikisha hapa tulipofika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto pekee tulionayo kuhusu hapa kwa upande wa ardhi ni uhamishaji wa shule ya sekondari. Shule hiyo iko ndani ya eneo tulilopewa, maana tumepewa eneo lakini ndani yake kuna shule. Ingekuwa kwenye chuo chetu hapa tunafundisha walimu, ingekuwa hatuna tatizo sana. Lakini hapa ni laini tofauti kabisa. Ni laini ya kilimo na tafiti za hali ya juu. Maana hiyo sasa kitakuwa center kubwa ya kisasa ya maendeleo ya kilimo. Sasa unapata tabu kidogo namna kuishi sekondari na chuo. Tulizungumza nilipokuja wakati ule, ahadi ilitolewa kwamba utaratibu utafanyika ili shule ihamishwe. Na tulipata taarifa baada ya kututia moyo kwamba kazi hiyo imeanza. Nadhani madarasa 5 yamejengwa ngambo ile ya pili, lakini spidi yake imekuwa ndogo kidogo. Na katika kufuatilia, sio kufuatilia kwa njia za udaku, lakini kwa kufuatilia hivi kwa njia rasmi hizi, imeonekana kwamba kuna changamoto ya uwezo wa kifedha wa halmashauri ya manispaa ya Lindi ya kuhamisha shule kupeleka upande ule. Kwa hiyo hilo Mheshimiwa Mkubwa, ukiingilia kati na kusaidia kuiwezesha halmashauri ya manispaa ya Lindi, mambo yatakuwa mazuri na sisi tutaanza kwa uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni dhamira ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuijenga kampasi hii kuwa taasisi yenye ufanisi wa hali ya juu sana kwa upande wa elimu na mafunzo, utafiti na ubunifu kwa eneo hili la kilimo. Kwa mujibu wa mpango wa matumizi ya ardhi, maendeleo ya ardhi taasisi hii, kuna fursa kubwa za kuendeleza malengo haya na kuanzisha taaluma nyingi kadri mahitaji ya taifa yatakavyokuwa na pia mahitaji ya mkoa na eneo hili la mikoa ya kusini. Ni matumaini yetu kwa siku moja dunia itajua kwamba kuna kituo cha ubingwa, Center of Excellence, hapa Lindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine kufanikisha azma hiyo. Lakini ili tuweze kutimiza malengo hayo na malengo na madhumuni yaliyokuwepo kwa kampasi hii, tuna mahitaji yafuatayo. La kwanza, kwenye ule mradi, kwa vile mradi wa nimeshalitaja, kwa vile mradi wa HEET haujakidhi mahitaji yote ya sasa na siku za karibuni, tunaomba ili kuwepo na ikiwezekana iwepo awamu ya pili. Hilo likitimia, mambo ambayo hayakuweza kufanyika sasa yataweza kumalizwa.
Pili, endapo hili halijafanikiwa, basi serikali iangalie uwezekano wa kubeba jukumu hilo yenyewe ili malengo yatimie. Tatu, tunaomba juhudi zaidi zifanywe ili mchakato wa kuhamisha shule ya sekondari ya Ngongo ukamilishwe mapema iwezekanavyo ili kampasi yetu ianze bila ya vikwazo. 4, tunaomba barabara inayokuja chuoni kutoka barabara kuu ya Lindi Mtwara au Lindi Mnazi Moja itengenezwe. Hali ya sasa barabara hiyo sio nzuri hata kidogo. Tumepita barabara hii mpya hii, lakini hii umetengenezwa wewe, Waziri Mkuu. Sasa kwa sababu utaratibu wewe unatangulia kuondoka, tunajua kama baada ya kupita, kama sisi hatutapita tena barabara yetu ile ya kawaida ambayo kwa kweli hali yake sio nzuri, na hapo nimesema kiungwana. Kwa hiyo kama itajengwa itengenezwe, tunaomba itengenezwe vizuri, na kama itawezekana ikatiwa lami, basi itakuwa mambo mazuri sana kwa chuo chetu hiki. 5, huduma muhimu za wanafunzi na wafanyakazi wa chuo ambazo hazikujumuishwa katika mradi wa HIT hivi sasa tunaomba zipewe kipaumbele. Uliona katika maelezo pale kuna mambo kadhaa muhimu ambayo hayaja: maktaba, kantini, nyumba za wafanyakazi. Na ili kwa nyumba za wafanyakazi, sisi katika chuo kikuu tumesema tuko tayari kukaa na serikali pamoja na National Housing na wafanyakazi Housing Investments kujadiliana juu ya namna ya kujenga. Eneo la kujenga nyumba za wafanyakazi limeshatengwa katika hiyo master plan ya hapa. Kwa tukifanya mazungumzo hayo mapema na wenzetu hawa wawekezaji wakaweza, au hata wawekezaji wengine tu nje ya hawa wa National Housing na watumishi Housing Investments, tukiweza kubaliana, basi tutajenga hizo nyumba. Sisi chuo tutakuwa wapangishaji, lakini maprofesa wetu, wahadhiri wetu na watumishi wengine wasiokuwa wataaluma watakuwa wamepata mahali pazuri pa kuishi. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kurudia tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais na kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uamuzi wake wa busara wa kuanzishwa kwa kampasi hizi, na kwa imani kubwa aliyoonyesha yeye Rais kutuamini sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tutekeleze ujenzi wa kampasi hizi mbili, ya Bukoba na hapa Lindi, na tumalizie kazi iliyokuwa imesalia pale Buyu. Shukrani za pekee pia narudia kwako kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kihistoria. Kuwepo kwako ni chachu ya ari na matumaini makubwa kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kwa wananchi wa mkoa wa Lindi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Lindi, Mungu ibariki campus ya Dar es Salaam hapa Lindi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.